Mimi naitwa Sofia Joakim Tambo. Francis ni kijana wangu. Nilipata taarifa tu kwamba mtoto wangu kichwa hakijakaa vizuri. Basi wakaniambia kwamba alikuwepo kazini huko kwa Lambo huko. Wakaniambia kwamba ameruka kutoka juu. Mbona kama kuna tatizo kwako? Nikashtuka. Mbona kama kuna tatizo kwako? Nikamwambia kuna nini? Kijana wako yuko amejinyonga porini huko korongo la shule. Nikauliza majirani pale. Wakaniambia ni kweli. Kijana ameamua kujifupishia maisha. Basi ndio ikawa hivyo. Nikajitahidi kweli na mimi nikaenda ndio nikashuhudia hilo tukio kweli, nimemkuta amejinyonga. Amevuta mkanda wake wa suruali, kaingiza, amegeukia huko. Ukiangalia uso hivi, ukiangalia hivi uone vizuri kabisa, yani safi. Kanda tu ya suruali yake. Basi ndio hivyo. Kuna hicho kipindi sasa kinakujaga kulipuka. Kwa hiyo hapa ni kipindi cha akakuta watoto pale, akawachukua watoto, akaenda nao dukani, akawanunulia biskuti. Kwa kweli watoto walikuwa na furaha na yeye pia alikuwa na furaha na watoto. Nikamuuliza Francis, leo ukoje? Mbona huna amani? Akasema nahisi kama vile kichwa kinaniuma. Nikamwambia dawa zile ulishaacha kuzitumia? Akasema ana upendo. Na kwa kitendo hiki ambacho kilichotokea, tunamwombea msamaha kwa Mungu. Amsamehe. Sababu imekuwa ni ghafla. Na sidhani hata kama alikuwa amezamiria yani. Alikuwa na matatizo ya akili, maana alifikia mahali alishafika mpaka Mirembe. Toka mjini. Kafika nyumbani akampigia mjomba wake simu. Mjomba, mimi mbona najisikia sio vizuri? Akamwambia nini? Akasema mimi nasikia homa. Akamwambia tukupeleke hospitalini. Akasema Akamwambia basi ngoja tutafute pikipiki. Baada ya kutafuta pikipiki na kumwangalia kutayo. Ameondoka. Unaona? Sasa umeondoka, akamwambia ameenda wapi? Kutafuta kwenye simu tena haonekani. Kwenye simu aonekana. Huyu jamaa ameenda wapi? Akasema ametomka zake mjini. Akasema huyu anatuta nini? Basi tukamwacha. Kaka siku ya Jumanne au Jumatatu, unaona? Vijana kama namni hata hao kesho wanavinani si watakuwa mbona fulani alijaribu alijinyonga. Unakuta mtu anajinyonga na anakwenda. Tukasema hiki kitu bwana tujaribu kukaa kuomba msikitini, kanisani, wapi ili angalau tuepushe mbali. Mimi